Bwana, taarifa njema kwa klabu ya Simba ni kwamba mchungaji ama mtumishi wa Mwenyezi Mungu Brodoz Mwamposa amewatabiria Simba ushindi kwenye huu mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane. Wakati akiwa kanisani kwake, moja ya vitu ambavyo vilishangaza walio wengi ni kwamba alisema anauona ubingwa ukienda Msimbazi. Alisema anaona kila dalili za Simba kwenda kushinda ubingwa huu, na ni mtumishi ambaye mara nyingi amekuwa akisaidia watu wengi kutokana na utume wake wa namna ambavyo anasaidia tu kiroho, anawasaidia kuondoka kwenye changamoto mbalimbali. Na of course kama unakumbuka, hata wakati Simba anaenda kucheza dhidi ya Al Masry, ni miongoni mwa watu pia ambao waliwatumia vizuri, na kwenye mahubiri yake, kwenye mafundisho yake na mahubiri yake alisema kabisa kwamba Simba wataenda kufanikiwa kufuzu kwenda hatua ya robo finali, ya nusu finali. Na of course Simba wamefanikiwa. Kwa hiyo ni mtu ambaye amekuwa na maono makubwa pale ambapo anashirikishwa jambo. Amekuwa mtu ambaye anazungumza ukweli kutokana na maono ambayo anayapata kutoka kwa Mungu. Na kuelekea hii mechi ya finali amezungumza pia akiwa na waumini wake kwamba Simba wataenda kufanya vizuri kwenye huu mchezo wa finali, na sisi pia tunaamini, kwa sisi ambao ni tunaamini pia kwamba Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko mtu yote. Tunaamini kwamba Simba wana uwezo wa kwenda kuangusha Berkane pale visiwani Zanzibar bila shida yoyote ile. I believe on that. Na kwa mashabiki wa Simba, hii inapaswa kuwa sehemu ya nyie kuanza kuwa na hiyo imani kama alionayo Mwamposa, kwamba kwa nguvu yake ya kiroho alionayo, iwape pia na nyie nguvu ya kwenda kupambana pale visiwani Zanzibar ili muweze kupata matokeo ambayo yatawafanya muweze kubeba taji la kombe la shirikisho barani Afrika, kwa sababu kushinda pekee haitoshi, ila mnatakiwa mshinde na kubeba taji. Kwa sababu Simba anaweza akashinda labda 2-1, lakini mkishinda 2-1 aggregate inakuwa ni 3-3. Ikiwa 3-3 wale wana bao la ugenini, maana yake wanaenda kubeba taji. Kwa hiyo ambacho wanatapaswa kufanya Simba ni kuhakikisha kwamba wanabaki kwenye ile imani ya Mwamposa ambayo anayo, nao waamini kwamba wana uwezo wa kwenda kushinda hii mechi vizuri bila shida yoyote. Na kwa namna mazingira yalivyo, kila kitu kitaenda sawa, na naamini kwamba hiyo itawasaidia wao kwenda kufanya vizuri kwenye huo mchezo na watabeba taji la kombe la shirikisho. Kama kuna mtu ambaye haamini hicho kitu, basi abaki yeye na kutokuamini, lakini ukweli ni kwamba Mwamposa hajawahi kukosea, na mara zote ambazo wamekuwa akitabiri vitu kutokana na maono yake huwa mara nyingi vinakamilika, and I believe kwamba hata hili litaweza kwenda kukamilika. Na of course kwa mimi pia kama mdau wa mpira, naamini kabisa kwamba Simba wanaenda kubeba hili taji, wanaenda kubeba hili taji mchana kweupe pale visiwani Zanzibar, sehemu ambayo watu wengi hawaipendi, lakini naamini kabisa kwamba kwa experience ya Simba na ubora wa Simba, naamini kabisa kwamba wanaenda kubeba ile taji mbele ya RS Berkane. Sioni ugumu wa Berkane kwenye huu mchezo. Yaani sioni kama Berkane kuna namna wanaweza kwenda kuwashangaza walio wengi. Ila ambacho nakiamini mimi ni kwamba wana uwezo wa kwenda kupata matokeo ambayo ni mazuri, na hii ni historia nzuri pia kwa klabu ya Simba na mpira wa Tanzania kwa ujumla. Unajua Simba ni timu ya kwanza huwa kuandika historia kwenye mpira wetu. Yaani wewe unakuwa timu ya kwanza, alafu hizo zingine zinakuja kufuata baadaye. Simba ndio timu ya kwanza kuvaa viatu, ndio timu ya kwanza kuvaa jezi, ndio timu ya kwanza kupanda ndege, ndio timu ya kwanza kufika finali mwaka 93, ndio timu ya kwanza kucheza robo finali, ndio timu ya kwanza kucheza nusu finali. Yani Simba ni timu ambayo ina records nyingi ambazo huwa wao wanaziandika kwa mara ya kwanza, then hizo timu zingine zinakuja kufuata baadaye. And I believe kwamba kwa Simba namna ilivyo, bado wanayo nafasi kubwa sana ya kwenda kubeba hili taji la kombe la shirikisho, iwe unataka ama hutaki. Simba wachezaji wazuri sana. Jean Chaza huwa moja ya nyota ambao amekuwa na performance bora kabisa mpaka sasa. Anaenda kwenye michuano akiwa yeye ndo alifanikisha Simba kufuzu kwenda hatua ya finali kwenye bao lake ambalo alifunga pale visiwani Zanzibar. So I believe kwamba this time around pia anaenda pia kufunga bao lingine pale ambalo litaenda kuwapa Simba ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Steven Dese Mukwala yupo, Leonel Ateba Mbida na wachezaji wengine wengi ambao kwenye kikosi cha Simba ni wachezaji bora, ni wachezaji ambao wana historia nzuri, na ni wachezaji ambao wana uwezo wa kwenda kufanya vizuri. Yes, na ukitazama pia rekodi ya Berkane dhidi ya Simba,
kila mtu ameshinda akiwa nyumbani kwake. Hata last time wanacheza pamoja, Berkane alishinda akiwa nyumbani kwake kwa mabao 2-0, na akaja Benjamin Mkapa hapa akapigwa bao 1-0. Kwa hiyo hii ni mechi ambayo Simba wanatakiwa kwenda kumpiga Berkane mabao 3, na chochote kinawezekana. Ukiangalia pia msimu huu timu nyingi zimekuwa zikiandika historia. Newcastle United wameweka historia, Tottenham Hotspur wameweka historia, Harry Kane kama mchezaji ameweka historia. Kwa hiyo timu zote hizo timu zote zimeweka historia kushinda matajio kwa mara ya kwanza. Lakini pia ukitazama Berkane pia Harry Kane ameweka rekodi ya kushinda taji lake la kwanza. Kwa hiyo naamini huu ni msimu wa kuweka records, na naamini kwamba hata Simba wanaenda kubeba taji lao la kwanza kwenye mashindano mbalimbali barani duniani na barani Afrika kwa ujumla. Nao Simba wanaenda kuweka rekodi yao nzuri kabisa, inaenda kusimama, na naamini kwamba kila kitu kitaenda vizuri na wataenda kushinda hili taji vizuri bila shida yoyote ile, na Watanzania watafurahi na wana Simba pia kwa ujumla watafurahi kwa kile ambacho timu hiyo itaenda kukifanya pale visiwani Zanzibar, na naamini kwamba Simba wanaenda kushinda hii mechi vizuri bila shida yoyote ile, bila wasiwasi wowote. Tukae tu tukiwa tunajua kwamba Tanzania tayari tunaelekea kubeba taji la CAF.